Nyumbani. Wanajeshi wetu wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars walipopoteza jana dhidi ya Iran mabao 2-0, na tulikuwa tuko kwake Lusajo Mwaikenda tukimtazama na kuangazia jinsi ambavyo ulisema tutumie kauli ya underrated. Yuko underrated. Nilikuwa nimeanza kuzungumzia majukumu ya beki wa kulia, lakini pia uhuru anaokuwa nao kwenye sehemu ya mashambulizi pia. Lakini kati ya yeye Israel Patrick Mwenda na Shomari Kapombe, hawa ndio kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukiona wakiwa wanapata nafasi. Yeye anatoa kitu gani cha tofauti na hawa wawili? Utulivu moja kwa moja kwenye safu ya ulinzi ambao Shomari Kapombe na Israel Patrick Mwenda nisemi kwa ubaya, lakini hawatoi huo uhakika wa 100% wa swala la ulinzi kwenye safu ya ulinzi ya Taifa Stars, kwa sababu hawa wako advanced kidogo kwenye kushambulia zaidi kuliko kujilinda. Lakini upande wa Shomari Kapombe ambacho anakiofa ambacho ni zaidi ya Lusajo Mwaikenda ni uzoefu, kwa maana experience aliyokuwa nayo na namna ambavyo anavyoweza kuiongoza safu ya ulinzi. Hata kama anacheza nao wanaweza kawa ni wakubwa kiumri kwake, lakini hiyo ni kariba aliyokuwa nayo, ndivyo jinsi alivyo, ni kiongozi uwanjani. Safi kabisa. Kocha akiwa na mchezaji kama huyo, maana yake majukumu ambayo anampatia atayafanya bila kutegemea maelekezo mengine ya ziada kutoka kwa benchi la ufundi. Israel Patrick Mwenda ni project nzuri kabisa ya safu ya ulinzi kwa Taifa Stars katika kipindi cha miaka hivi karibuni, na anaonesha kuwa ni mchezaji ambaye amejifunza vitu vya kutosha katika mchezo wake, na kila siku anaonekana kuwa ni bora kadri ambavyo umri unavyozidi kuendelea. Lakini kwa Lusajo Mwaikenda moja kwa moja anaenda kukuhakikishia kwamba safu ya ulinzi itakuwa haina shida yoyote, kwa sababu yeye anachokizingatia cha kwanza, afanye kazi yake kwa accuracy ikiwa imenyooka. Kama ni swala la kufanya tackling, basi awe katika positions ambazo zitamfanya yeye atende hayo matendo vizuri kabisa, intercept vizuri kabisa kwa sababu ya positioning. Lakini pia timing ya kile ambacho anakifanya, kama ni kutoa pasi ya kusogeza mashambulizi, nafahamu ni wakati gani afanye hivyo.